kituo cha kupiga kura, msimamizi na mawakala wanakaa muda wa masaa mawili hajatokea mtu kupiga kura. Sasa muktasari wa taarifa yetu unaeleza kama ifuatavyo. Namba moja, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Na mbili, mawakala hawakupewa nakala ya majumuisho ya vituo. Na tatu, nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Na nne, nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Na tano, majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Na sita, sehemu nyingi wa Tanzania wengi hawakupiga kura kabisa kutokana na sababu mbalimbali. Hali hiyo imeripotiwa kutokea sehemu zote za Tanganyika. Kwa muktadha huo, haiwezekani kupata rais, mbunge na diwani kwa hesabu ya kura za wananchi. Ndugu wanahabari, nasaha zetu ni hizi zifuatazo katika ile hali ya uchaguzi ambao ulioendelea. Pamoja na waangalizi wa ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU. Taarifa za waangalizi wote zimefanana, zimeshuhudia mambo mazito na makubwa. Miongoni mwa hayo ni haya yafuatayo. Moja, kukandamizwa haki za wapiga kura. Mbili, uchaguzi usiofuata sheria. Tatu, mauaji ya raia wasiokuwa na hatia. Nne, matokeo ya kupikwa kwa maana ya wizi wa kura. Shura ya Maimamu Tanzania kama baraza la kidini tunapaswa kuyasemea mambo hayo kwa mtazamo wa itifaki nzuri za kijamii, lakini kwa uzito wa pekee kwa mtazamo wa vitabu vitakatifu vya Qur'ani, Injili na vingine. Kwa maana hiyo tunalazimika kuangalia haya masuala ya wizi wa kura, mauaji yalitokea kwa mtazamo wa Qur'an, lakini Injili na vitabu vingine. Tunatazama haya mambo kwa mtazamo wa kidini kwa sababu ni muhimu zaidi katika dini. Vitabu vya dini ndio rejea muhimu sana katika maisha yetu. Tunaangalia kwanza swala la wizi wa kura. Wizi wa kura maana yake nini? Wizi wa kura maana yake ni A, ni kupiga kura zaidi ya mara moja. B, ni kubadilisha matokeo ya kura. Na C, ni kununua kura kwa rushwa na mfano wa hayo. D, kuiba au kuharibu sanduku la kura kwa nia mbaya. Na E, ni kutangaza matokeo ya uongo. Haya yote kwa mtazamo wa Uislamu ni khiana, ni uhaini na ghish, udanganyifu. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani Karim, wala msifanye hiana, uhaini kwa makusudi na nyinyi mnajua. Hii ni sura ya 8 aya 27. Hapa Qur'ani tukufu inakataza aina zote za hiana, iwe katika mali, madaraka au haki za watu. Wizi wa kura ni hiana kwa jamii na taifa kwa ujumla. Pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na wala msiliane mali zenu kwa batil, wala msiwapelekee rushwa mahakimu ili mpate kula sehemu ya mali ya watu kwa dhambi. Haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu katika sura pili, sura Al-Baqara aya 188. Aya hii inakataza rushwa, udanganyifu katika kupata mamlaka au faida ikiwemo ya kisiasa. Mtume Muhammad SAW anasema, atakayetudanganya si katika sisi. Imepokewa na Muslim hadithi hii. Hii ni hadithi ya wazi kwamba udanganyifu ikiwemo wizi wa kura ni kosa kubwa. Miongoni mwa madhara ya wizi wa kura, miongoni mwa madhara ya wizi ukiwemo wizi wa kura kwa mujibu wa Uislamu ni haya yafuatayo. Moja, ni kuvunja amana, uaminifu ambao ni nguzo muhimu ya jamii bora yenye hatua ya maendeleo. Mbili, kuharibu uadilifu ambao ni msingi wa utawala bora. Tatu, kuleta fitna na chuki miongoni mwa watu. Nne, kuleta au kuimarisha tabaka la viongozi madhalim wasiokuwa na ridhaa ya wananchi, jambo ambalo ni kinyume na mtazamo wa Kiislamu. Muislamu sifa yake ni hii inafuatia hapa chini. Katika swala la uchaguzi ni kumpa ridhaa mtu mwadilifu na mwenye uwezo wa kutenda. Pia pili ni kuwapa ushirikiano watu, chama, taasisi wanaothamini utu na kuheshimu makubaliano. Na tatu, kuepuka kushiriki
au kufaidika na udanganyifu. 4, kusimama katika haki hata kama ni dhidi ya ndugu yako au chama chako. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah, mkitoa ushahidi kwa uadilifu, wala kuchukiana na watu kusiwapelekee kutofanya uadilifu. Hii ni aya ya 8 katika sura Al-Maida, sura ya 5. Wizi wa kura ni dhambi kubwa katika Uislamu. Ni kitendo cha uhaini, udanganyifu na dhulma dhidi ya watu na taifa kwa ujumla. Muislamu anatakiwa kuwa mkweli, mwadilifu na mtetezi wa haki za binadamu zinapovunjwa na mtu yoyote yule. Tunazungumzia swala la mauaji katika Uislamu. Tulikuwa tunazungumzia swala la kura. Tumerejea Qur'an, tumerejea na hadithi za Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaangalia mauaji katika Uislamu unasemaje. Kumuua mtu asiye na hatia ni jambo linalochukuliwa kwa uzito mkubwa sana katika Uislamu. Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zimeweka wazi kwamba maisha ya mwanadamu ni matakatifu na hakuna mtu mwenye haki ya kuyatoa bila sababu halali za kisheria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, kwa sababu hiyo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba anayemuua mtu bila mtu huyo kuwa amemuua mtu mwingine au kufanya uharibifu katika nchi ni kama ameua watu wote, na mwenye kumuokoa mtu na mauti ni kama ameokoa watu wote. Hii ni aya ya 32 katika sura 5 sura Al-Maida. Aya hii inaonyesha ukubwa wa dhambi ya kumuua mtu asiye na hatia. Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hivyo ni sawa na kuangamiza ubinadamu wote. Allah Subhanahu wa Ta'ala pia anasema, wala msiue nafsi ile ambayo Mwenyezi Mungu amekataza isiuawe isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa dhulma tumempa mrithi wake mamlaka, lakini asipite mipaka katika kuua. Hakika yeye yuko katika msaada. Sura 17 aya 33. Aya hii inasisitiza kwamba mauaji ni haramu isipokuwa kwa sababu za haki kama zilivyowekwa na sharia, mfano adhabu ya kifo kwa muuaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuangamia kwa dunia nzima ni jambo dogo mbele ya Mwenyezi Mungu kuliko kumwaga damu bila ya haki. Hii ni hadithi inapatikana katika Sahih Bukhari, hadithi ya 6868. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anasema, muumini atabaki katika wigo wa dini yake isipokuwa pale tu atakapomwaga damu bila ya haki. Hii nayo ni hadithi ya 3987. Hii inaonyesha damu ya mtu ni jambo tukufu sana. Kumuua asiye na hatia kuna haribu imani ya mtu na kunahesabika miongoni mwa madhambi makubwa zaidi. Mtazamo wa Kiislamu unajadidisha kuwa uhai ni haki ya Mwenyezi Mungu. Mwanadamu si mwenye mamlaka ya kutoa au kuondoa uhai bila idhini yake. Mauaji yasiyo ya haki ni miongoni mwa madhambi 7 makubwa yaliyotajwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya 2766. Katika Uislamu, damu ya mwanadamu, iwe Muislamu au asiye Muislamu, anaishi kwa amani, inalindwa katika Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, atakayemuua mtu aliye chini ya ulinzi, mtu huyo hata isikia harufu ya pepo. Sahih Bukhari, hadithi ya 3166. Kumuua mtu asiye na hatia ni dhambi kubwa mno katika Uislamu. Ni kuvunja moja ya haki kuu alizopewa mwanadamu na Mwenyezi Mungu, haki ya uhai. Hizo ni nasaha zetu kwa mujibu wa Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maeneo hayo ya wizi wa kura na katika maeneo hayo ya mauaji. Tamko letu katika sherehe za kuapishwa Rais Samia Suluhu Hassan tarehe 3 mwezi 11 2025 amekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka huu. Viongozi wa kanisa Tanzania wamekiri kufanyika mauaji hayo. Waislamu wenye macho, ulul albab Tanzania pia wamekiri kufanyika mauaji hayo. Vile vile waangalizi wa uchaguzi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Umoja wa Afrika AU na Umoja wa Ulaya EU wamekiri kutokea mauaji ya raia katika uchaguzi huo. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania na sheria za kimataifa, waliouliwa ni watu wasiokuwa na hatia, innocent, mpaka pale mahakama itakapothibitisha makosa yao.
Kwa muktadha huo, moja, tunalaani vikali mauaji ya watu wasio na hatia waliouliwa katika uchaguzi mkuu 2025. Mbili, kwa huzuni kubwa tunatoa rambirambi kwa familia na ndugu wote wa raia na wengine waliopoteza maisha katika mashambulizi na ukatili uliofanyika katika kipindi cha uchaguzi. Tatu, tunasimama kwa mshikamano na ndugu wa marehemu katika kipindi hiki cha majonzi makubwa. Nne, mioyo yetu imejaa huzuni lakini pia imesheheni matumaini makubwa kwamba haki, amani, utu na ubinadamu vitarejea Tanzania. Tano, tunalani uharibifu wa mali za raia wasiokuwa na hatia katika uchaguzi huo. Sita, zoezi la kuhesabu kura katika vituo vingi halikufanyika kabisa. Mawakala hawakupewa nakala za majumuisho ya vituo. Nakala ya majumuisho haikubandikwa nje ya kituo. Nyaraka za majumuisho ya vituo hazikujumuishwa kabisa katika kata. Majumuisho ya kata hayakufanyika kabisa katika jimbo. Tunalani ufisadi na ulaghai huo mkubwa uliofanywa na mamlaka za dola katika uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani Oktoba 29, 2025. Saba, tunashauri viongozi wa dini, viongozi wa stafu wa serikali na taasisi za haki za binadamu waombe kukutanisha serikali ya CCM na wapinzani wake kujadili mustakabali wa taifa. Nane, tunashauri serikali ya CCM itoe haki kwa Watanzania kuandika katiba mpya ya taifa lao. Tisa, kwa sauti kubwa kabisa tunakataa kupongeza uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani uliofanyika Tanzania mwaka huu. 10, tunamwomba Mwenyezi Mungu abariki taifa letu la Tanzania lifikie katika uhuru, mshikamano na amani ya kweli. Asanteni sana.